Kwanza kabisa napenda kutoa pongezi kubwa kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kufanya kitu ambacho ile barabara ya Binti Kaenga ambao ni mradi wa DMDP kuweza kuanza, na mradi huo unaendelea kwa kasi kubwa. Kuna uwezekano mkubwa wakahitimisha kwa muda mfupi hujayo. Ninashukuru sana. Pili kabisa, napenda kumshukuru Mheshimiwa Mbunge Profesa Kitila Mkumbo kwa kuiona Mabibo, kwa kuiwekea fedha ya milioni 10 kwa ajili ya vivuko vinne. Mheshimiwa Mstahiki Meya, katika hivyo vivuko vinne, vivuko viwili vipo katika 80% ya kuweza kumalizika, ambayo tunatarajia mwishoni mwa wiki hii kuweza kuvimaliza hivyo viwili, lakini viwili viko katika 60% ambapo tunatarajia kuweza kumaliza hivi karibuni. Baada ya hapo, naomba niweze kusoma changamoto ambazo zilizokuwepo katika kata ya Mabibo. Kwanza kabisa, bado tuna changamoto kubwa kwa ajili ya maji. Maji katika mitaa yote 6 bado ni changamoto kubwa katika kata ya Mabibo. Lakini pia kuna kituo cha polisi ambao katika kata yetu ya Mabibo tuna vituo viwili vya polisi ambavyo kimoja hakina choo kabisa lakini kinafanya kazi, lakini kingine hakifanyi kazi kabisa kutokana na kipindi kile cha Oktoba 29. Kituo hicho hakifanyi kazi. Tulikuwa tunaomba mtuangalie kwa macho mawili ili kile kituo kiweze kufanya kazi, kwa sababu kipo katika mitaa changanyikeni sana. Tatu, tuna uvamizi wa maeneo ya wazi katika kata ya Mabibo. Maeneo hayo ningeomba idara husika iweze kuangalia kwa macho mawili maeneo mawili ambayo yamevamiwa katika kata ya Mabibo. Eneo la kwanza almaarufu kwa Leila ambalo lipo karibu na msikiti ambayo ipo mtaa wa Mabibo Farasi. Lakini la pili, kuna shule kubwa ya sekondari Loyola. Kuna eneo kule ndani linaonekana kabisa kuwa lile eneo ni la wazi. Niombe hili swala la hayo maeneo ya wazi liangaliwe kwa macho mawili ili kuweza kufanikisha na kuweza kurudi kwa wananchi kuambia nini kilichopo juu ya hayo maeneo. Pia tuna shida kubwa ya ukarabati wa barabara za ndani. Tunaamini muda sio mrefu tunaenda kulitatua hizi ukarabati wa barabara za ndani. Katika shule tuna upungufu wa madawati katika shule zote, sekondari na shule za msingi. Madawati hakuna, hivyo watoto wengi wanapata tabu katika kujisomea kipindi cha mafunzo hayo. Lakini pia tuna shule ya mpakani. Shule hiyo haina uzio. Imekuwa shida kubwa sana ile shule kutokuwa na uzio katika watoto kuweza kutoka na kuingia kwa muda ambao ni wanaoutaka. Lakini kingine, bila kusahau Mheshimiwa Mstahiki Meya, kuna mabwawa 6 ambayo yapo katika mtaa wa Jitegemee. Hayo mabwawa 7 katika mtaa wa Jitegemee. Hayo mabwawa 7 ni kero kubwa sana. Mle mida ya usiku watu wengi hawayatumii vizuri hayo mabwawa. Yanawatumia kama vile ni bichi. Sasa hilo jambo ukiangalia kimaadili si jambo jema. Ningeomba sana kuhusu hayo mabwawa yaweze kufanyiwa utaratibu, kuwekewa uzio ili tuweze kuwa na sura mpya katika kata yetu ya Mabibo. Lakini mwisho kabisa, Mheshimiwa Mstahiki Meya, niombe katika kata ya Mabibo hatuna ofisi za serikali za mitaa. Tunatumia kupanga. Sasa basi, ningeomba mtuangalie pia tuweze kupata ofisi ili kuepuka adha ya kupanga katika majumba ya watu.